Katika juma hii mzima Paulo anatuzungumzia kuhusu dhambi kanisani. Huko Korinto uasherati ulikuwa umeingia kanisani, na sio tu katika kanisa la Korinto, hata katika makanisani mwetu leo utaona viongozi wa dini, waumini wa mmoja wasiookoka ambao bado wanaendelea kufanya hiyo dhambi ya uzinifu. Hivi tangu tuanzie mpaka mahali tulipo, Paulo anapoendelea kuzungumzia hiyo dhambi, leo tunakuja kuona sasa jinsi ya kuepuka dhambi kanisani. Dhambi imeingia tayari kanisani. Tufanyaje ili kwamba tupate kuiepuka ama kuiondoa kanisani? Na leo tutaanza na ile dawa dhidi ya uasherati. Ikiwa uasherati umeingia kanisani, ni dawa ipi tunaweza kuitumia, ama antidote contre l'immoralité sexuelle? Wakati wa Paulo kwenye kanisa la Korinto, hata mpaka leo kuna watu ambao walikuwa wamesema kwa sababu injili imetuokoa, imetuweka huru, ama Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu zote, kwa hivi tumekuwa huru kufanya chochote tunachokitaka. Walikuwa wakitoa hoja kwamba jinsi tumbo imeumbwa kwa ajili ya kula chakula na chakula kwa ajili ya tumbo, ya kuliwa na tumbo, hivyo basi mwili umeumbwa kwa ajili ya ngono na zinaa kwa ajili ya ngono, huko wakisahau ya kwamba mwili ni wa Bwana. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakualika kusoma pamoja nami kwenye lesoni. Mwandishi alisema nous avons été affranchis du péché et nous rendus libres pour y céder. Walikuwa wamesahau ya kwamba ndiyo tuliwekwa huru kutoka dhambini, lakini si kuwekwa huru ili kwamba tutende tena dhambi. Uhuru ambao tumepewa kupitia msalaba, kupitia kifo cha Yesu Kristo, hakitupatie ruhusa ya kufanya dhambi. Badala yake kinatufunza kuepuka dhambi katika aina yake yote. Mungu anatutaka katika kanisa ni kwamba tuishi utakaso. Soma pamoja nami kwenye barua ya kwanza ya Paulo kwa kanisa la Wathesalonika, sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 8, na tuangalie kifungu hiki kinasema nini kuhusu uhusiano kati ya utakaso na kujiepusha na uasherati. Baada ya kusoma hapo utaelewa kwamba Paulo ndio anazungumza na watu wa huko Thesalonika, lakini kila alichokitoa huko kinaweza kutusaidia sisi hata leo kwa ajili ya kuepuka dhambi kanisani, ama kinaweza kutumika kama dawa dhidi ya uasherati ambao tayari umefika kanisani. Jambo la kwanza ambalo ulizingatie ni kwamba hapo tunaelezwa kama watu ambao walioshwa, wakatakaswa na kuhesabiwa haki kwa jina la Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivi dhambi ambazo zimeorodheshwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, mkiwemo pia uzinzi, kwenye Wakorintho wa kwanza 6:12 hadi 12, hazina nafasi katika maisha ya mtu ambaye ameoshwa kwa damu ya Yesu, mtu ambaye ametakaswa na Yesu Kristo, mtu ambaye amehesabiwa haki na Yesu Kristo. Hizo dhambi zingalipata nafasi ndani yake. La pili, elewa ya kwamba mimi pamoja na wewe sisi ni viungo vya mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivi tumeambatanishwa kwa Yesu Kristo kulingana na kile Wakorintho wa kwanza 6:15 na 17. Kwa hivi mtu anapofanya uzinzi, hapo unakuwa umetengana na Yesu Kristo na kuambatana na kahaba, kitu ambacho kisingalitakiwa kuonekana katika maisha ya Mkristo kama na wewe na mimi, sote ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi wetu. Nasema quiconque s'unit à une autre personne par une relation sexuelle hors mariage devient un seul corps avec elle, selon Corinthiens 6:16. L'union avec Christ par l'esprit doit déterminer l'éthique chrétienne dans le domaine de la sexualité. Kwa hivyo tunatakiwa kuambatana na Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu, kwani sisi ni viungo vya mwili wake. Na jambo la mwisho, tukumbuke ya kwamba miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu kulingana na Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Njia ya pekee ambayo itaweza kutusaidia kuishi maisha ya utakaso ni kukumbuka ya kwamba sisi ama miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, na kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kwa hivyo tukizingatia mambo yale yote, itatusaidia kuepuka dhambi ndani ya kanisa, na kama hata itakuwa imeingia tayari, itatufunza namna gani ya kuiondoa na kuiepuka hiyo dhambi. Basi Mungu akusaidie. Endelea kukumbuka kwamba umeoshwa, umetakaswa na kuhesabiwa haki pamoja na Yesu Kristo, na pili ya kwamba wewe ni kiungo cha mwili wa Yesu Kristo. Kwa hivyo umembatanishwa na Yesu Kristo kupitia Roho Mtakatifu wa Mungu. Mara ufanya dhambi ya uzinzi, unakuwa umejitenga na yeye, na hutakiwi kujitenga. Na la mwisho, wewe ni mwili, hekalu ya Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, usifanye dhambi yoyote. Basi tuwe na ombi. Asante Yesu kwa somo hili, tufunze kuepuka dhambi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Hapa kuna swali ambalo ningalitaka kufikiria, ni jambo la kufikiria. Ufikirie juu ya uharibifu ambao dhambi ya zinaa inaleta juu ya wanadamu, na hili linapaswa kutuambia nini kuhusu jinsi swala hili linavyopaswa pia kuwa nzito kwa Mkristo. Unapofikiria, weka jibu lako kwenye comment, na usikose kusubscribe na kutuma somo hili kwa watu 5 ama kwenye group 3. Mungu akubariki. Karibuni kwenye somo la kesho linalozungumzia marriage et celibat.